atanena mema daima. Ina maana Yesu hata mwaga damu yake tena, hataenda tena msalabani, maana kama ni kazi hiyo alishaikamilisha. Sema Yesu alishakamilisha kazi. Yesu alishakamilisha kazi. Sasa nikupeleke nyuma kidogo ili uone matukio muhimu yaliyotokea katika ile wiki ya kusulubishwa kwake Kristo. Tunaona kuna maeneo 6 ambayo Yesu alijaribiwa. Sehemu ya kwanza ni Yesu alijaribiwa kwa Anasi. Alipelekwa kwa Anasi. Baada ya kupelekwa kwa Anasi, akapelekwa kwa Kayafa. Anasi alikuwa ndiye kuhani mkuu, lakini umri wake ulivyokwenda, aliamua kumchukua mkwewe, kuchukua aliyeoa binti wake aliyekuwa ni Kayafa, basi akamweka kuwa ndio kuhani mkuu. Sasa Anasi ndio alianza kukutana na Yesu kwanza. Baada ya hapo akapelekwa kwa Kayafa. Haya ni maeneo 3 aliyejaribiwa. Eneo la 4, Yesu akapelekwa kwa Pilato pale katika Pretoria. Lakini sehemu ya 5, Yesu akapelekwa kwa Herode aliyekuwa ni mfalme. Kisha akarejeshwa tena, ambao ni kujaribiwa mara ya 6, akarejeshewa kwa Pilato. Na Pilato hatimaye akanawa mkono na kusema ya kuwa mtu huyu wala sijaona kosa alilotenda linalostahili kifo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa, kwa nini Yesu alijaribiwa hivi? Ukienda kwenye Yohana 18:38 na Yohana 19 mstari wa 4 na Yohana 19 mstari wa 6, utaona kabisa ya kuwa jinsi ambayo kwenye Agano la Kale yule mwanakondoo wa Pasaka alipokuwa anachaguliwa, alafu alikuwa anawekwa mahali, siku ya 10 wanamkagua makuhani, siku ya 11 walikuwa wanamkagua, siku ya 12, 13, alafu siku ya 14 alikuwa anachinjwa. Sasa kwa nini alikuwa nakaa hizo siku 4? Alikuwa nakaa hizo siku 4 akikaguliwa ili ionekane kama ana dosari. Lakini watu wa Mungu, cha ajabu, acha nikuambia kuwa Yesu naye alijaribiwa katika ile wiki ya mwisho. Umeona, kupelekwa kwa Anasi, hiyo ilikuwa ni kukaguliwa kama yule mwanakondoo wa Pasaka alikaguliwa siku ya 11, 12, 13. Yesu akakaguliwa pale kwa Anasi, lakini akakosa kuona hila kwake Yesu. Ina maana akakosa kuona dhambi. Lakini alipopelekwa kwa Kayafa, naye hapa kuonekana kitu. Alipopelekwa pale katika baraza la Sanhedrin, nao wao wakasema kuwa huyu mtu amekufuru. Eti kasema yeye ni mwana wa Mungu, eti hiyo ndio dhambi. Wakasema amekufuru na adhabu yake ni kifo. Baada ya hapo wakamchukua wakampeleka katika Pretoria kwake Pilato. Pilato akajaribu kutazama ili aone kama kuna hila. Hakuona hila kwake Yesu. Lakini kumbuka ya kuwa hata alipopelekwa kwake Herode naye hakuona hila kwake. Ina maana alikuwa anakaguliwa ionekane kama anastahili kweli kumwaga damu yake kwa ajili ya kukomboa wanadamu. Maana kama ingegundulika anayo hila, basi asingefaa kuwa mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu wa kuchukua nafasi wa yule mwanakondoo wa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakujaribiwa hapo tu. Alijaribiwa, ukisoma 18 Yohana na ukasoma kuanzia ile 38 ukienda mpaka 19 mstari wa 6, bila shaka utaona kabisa ya kuwa hiyo wiki ya kusulubishwa Yesu
ndio wiki aliyejaribiwa na Mafarisayo. Alijaribiwa na Mafarisayo, akajaribiwa na Mafadukayo, akajaribiwa na Maherodea, akajaribiwa kabisa na makwani. Lakini pata picha kuwa Yesu akaishia kujibu maswali yote vizuri. Yesu wala hakutenda dhambi, na bila shaka mpaka jaribu ya mwisho ambayo ilikuwa ni baada ya kufikishwa kwa Herode akasema kuwa wamchape Baraba, lakini wafanye nini? Baadaye akamwambia mrudisheni kwa Pilato, maana hili ni jimbo lake. Aliporudishwa kwake, Pilato akasemaje? Apigwe ili aachwe. Lakini wakazidi kusema asulubiwe. Lakini baada ya kuhani mkuu aliyekuwa ni Kayafa kusema ya kuwa inampasha mtu mmoja afanye nini? Afie taifa, sio watu wote bali mtu mmoja. Sasa mtu wa Mungu, hebu pata picha ya kuwa hakimu akatafuta akakuta hakuna kosa kwake Yesu, na akaamua aletewe maji anawe na mikono, naye akasema mchukueni mkafanye nini? Mkamsulubishe. Hii inatoa taswira ya kuwa ni nani waliyemsulubisha Yesu? Ni wale ndugu zake ambayo ni wana wa Israeli. Maana kumbuka Pilato aliwatoa nje, lakini kumbuka ya kuwa wale maaskari walionekana kwa nini na kwenda kumsulubisha Yesu? Ni kwa sababu maaskari wale ndio waliyekuwa wanalinda hekalu la Yerusalemu na masinagogi kama njia ya kulinda nini? Kulinda amani, kwa sababu dola la Kirumi ilikuwa ndio inayetawala taifa la Israeli na mataifa mengine yaliyozunguka taifa la Israeli. Sasa ilikuwa ni desturi ya walinzi wale kuwepo hekaluni ili pasitokee ghasia yote. So wale walikuwa naitwa kuwa nini? Walinzi wa hekalu, pamoja na wale Mafarisayo, Mafadukayo, waandishi na makwani, na hao walinzi wa hekalu, wao ndio waliyekwenda kumsulubisha Yesu. Maana hata walipokwenda kumwambia kuwa ameshakufa, na yule mjanja alisema ya kuwa siku ya tatu atafanya nini? Aliwaambia mlindeni mnavyojua. Hakuwapa ushauri hata moja, maana waliyemsulubisha Yesu ilikuwa ni Torati. Kama kwa taarifa yako, ni Torati ndio iliyemsulubisha Yesu. Maana Torati ilikuwa inasema kuwa mtu akimkufuru Mungu basi adhabu yake ilikuwa ni kifo. Lakini hebu pata picha kuwa bila shaka mpaka sasa hivi hii Torati imeendelea kufanya maangamizi. Maana kupitia Torati ndio maana watu wanakieka wachawi Torati. Kieka kwa jina la Yesu. Torati iliendelea kufanya mabaya mpaka leo. Lakini sasa Mungu aliona ya kuwa wakati wa Torati umepita, ni wakati wa Injili. Ndio maana watu wa Mungu, Injili kazi yake sio kuangamiza, Injili kazi yake ni kuokoa. Ndio maana Yesu akasema hivi, mwana wa Adam hakuja kuangamiza bali alikuja kufanya nini? Alikuja kuokoa. Umeona sasa Yesu anaamua kuchukua nafasi ya yule mwanakondoo wa Pasaka, lakini kwa vigezo vyote. Hebu acha nikwambie jinsi ambao Yesu alifanana na yule mwanakondoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale Bethlehem palikuwa na eneo la kufuga kondoo. Kondoo waliyekuwa wanatumika hekaluni wakati wa sherehe ya Pasaka na sherehe zingine. Sasa ilikuwaje ya kuwa eti itokee tangazo ya kuwa kila moja harudi kijijini kwao, harudi mkoani kijijini kwao, aende akahesabiwe, alafu na Yusufu eti achukue na mchumba wake, alafu waongozane waende taratibu mpaka wafikie wapi? Pale Bethlehem ya Yuda Efrati,
mahali ambapo palizikwa Raheli, mahali ambapo palizaliwa Daudi, mahali ambapo ilikuwa ni makao makuu ya kabila la Yuda, mahali ambapo ilikuwa ni hekalu na makao ya watawala waliokuwa wakuu. Maana unapoongea habari za Bethlehem Efrati wa Yuda, unaongelea mfalme kama Daudi, unaongelea mfalme kama Suleimani, unaongelea mfalme kama Abia, unaongelea mfalme kama Asha, unaongelea mfalme kama Yosefati, unakwenda mpaka unaongelea mfalme kama Konea, unaongelea mfalme kama Matani. Na sema ya kuwa watu wa Mungu, mambo ya Mungu haina kubahatisha. Ndio maana hata wewe hujabahatisha kuwepo hapa, hujabahatisha kuokoka, hujabahatisha kutafuta kumjua Mungu. Hebu nisikia amina kubwa. Amen. Hujabahatisha kuokoka, mtu wa Mungu, kwa sababu ungekuwa umebahatisha usingekuwa hapa. Sasa pata picha kuwa pale Bethlehem palikuwa ni sehemu ambayo yani kondoo wanazaliwa pale na kutunzwa, ambayo walikuwa napelekwa hekaluni wakati wa sherehe. Inakuaje aliyekuja kufanyika kuwa ni mwana kondoo kuna kuchukua nafasi ya yule kondoo wa Pasaka akazaliwe mahali ambapo palizaliwa kondoo? Sijui kama mtu mmoja ananielewa. Nione mtu ananielewa, msikia akisema amina amina. Amen. Ina maana hii ilikuwa ni mpango maalum ya Mungu ya kuleta ukombozi na ukovu juu ya mwanadamu. Ndio maana tangu kuzaliwa kwa Yesu anazaliwa mahali ambapo kondoo walikuwa wanazaliwa. Na kilichofuata, Yesu kabla ajafa, siku ya Alhamisi jioni, jua ilivyokuwa imezama, Yesu mwenyewe alikula Pasaka ya mwisho. Wanaita mlo wa mwisho. Yesu alikulaje mlo wa mwisho? Wanafunzi wake wakamwambia, Bwana, ni Pasaka, tuende tukuandalie wapi Pasaka ule na wanafunzi wako? Kwa nini Yesu ale Pasaka Alhamisi usiku baada ya jua kuzama, wakati Pasaka ilitakiwa iliwe siku ya Ijumaa na jioni jua ikiwa imezama? Kwa sababu Yesu alitakiwa aje awe ni mbadala wa yule mwana kondoo aliyekuwa anachinjwa siku ya Ijumaa saa 9. Umeona sasa, akazaliwa pale ambao kondoo walikuwa wanazaliwa. Lakini muda ule ambao mwana kondoo wa Pasaka alikuwa anachinjwa, na yeye pale akakata roho wapi? Pale msalabani, na akasema imekwisha, akakata roho. Umeona bila shaka ya kuwa mambo hayo yanaendana. Lakini Yesu kwa nini ale Pasaka wakati yeye mwenyewe ndio Pasaka? Je, Yesu alikula Pasaka aina gani? Yesu hakula mwanakondoo wa Pasaka. Maana muda wa kuchinjwa mwanakondoo wa Pasaka ilikuwa ni Ijumaa saa 9. So hakuna jinsi ambao wangemchinja mwanakondoo wa Pasaka nje ya saa 9 ikawa ni Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Yesu alileta mbadala. Kama unavyojua, mpango wa awali iliharibika kupitia mkono wa shetani, lakini Mungu akaleta mpango mbadala ambayo ni mpango inaitwa wokovu. Sasa Yesu hakula nyama ile na nini na mkate usiotiwa chachu, bali Yesu Pasaka alikulaje Pasaka, ambayo na sisi hiyo ndio inatakiwa tuendeleze. Yesu alikula mkate na divai. Sema Yesu alikula mkate na divai. Hakula mwanambuzi na mkate. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa, Yesu alikula mlo wa mwisho ambao ni Pasaka, alikula na wanafunzi wake, lakini ikawa ni mkate usiotiwa chachu pamoja na divai. Lakini ilikuwa ni divai isiyokuwa na kileo. Usiseme mchungaji amesema Yesu alikula mkate na divai, msiniletee kuleta mimi mwenzenu, mimi nataka ninywe divai. Hapana.
Yesu akunywa divai iliyetiwa chachu ama yenye kileo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa, kwa nini Yesu alikula mkate na kunywa divai? Kama unavyojua, Yesu alifanyika kuwa ni mwanakondoo wa Pasaka aliyekufa kwa wakati ule ambayo yule kondoo alikuwa amechinjwa Ijumaa saa 9. Sasa tungeisherekeaje Pasaka kila siku? Kama tungesherekeaje? Basi ingesema kuwa Yesu tena afe kila mwaka. Sasa ili tuwe na kumbukumbu ya kukumbuka Pasaka ambayo ndio Kristo, ilikuwa sasa Yesu alileta mkate. Na kwa sababu gani alileta mkate? Yesu kabla hajasulubishwa alisema kuwa mimi ni mkate wa nini? Wa uzima aliyeshuka kutoka mbinguni. Mkate wa uzima. Kumbuka ya kuwa mkate uliokuwa naliwa wakati wa Pasaka ilikuwa ni mkate usiotoa chachu. Ndio maana chachu iliwakilisha kwenye Agano Jipya dhambi. Ndio maana mkate usiotiwa chachu, ina maana Yesu alikuwa ni mwanadamu asiyekuwa na dhambi. Ina maana, ndio maana bila shaka alifiti kwenye kuwa ni mkate wa uzima usiokuwa na chachu. Lakini sasa ile maji ya zabibu iliwakilisha nini kwake Yesu? Maji ya zabibu ikawakilisha ile damu yake iliyemwagika. Kumbuke ya kuwa damu ya yule mwanakondoo wa Pasaka, kwenye asili ya Pasaka ilivyoonekana damu, basi yule malaika wa mauti akapita juu. Ndio maana mtu anaweza kukuuliza kuwa, je, neno Pasaka maana yake nini? Mwambie neno Pasaka maana yake ama asili yake ni katika neno la kupita juu, to pass over. Ina maana ilikuwa ni neno la kupita juu. Lakini sasa Pasaka mara ya kwanza ilikuwa ni ukombozi ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Lakini sisi je? Bila shaka na sisi Pasaka ambayo ndio kifo cha Kristo imekuwa ni ukombozi ya wewe kutoka katika dhambi na kuingia katika wokovu. Kusema nimetoka katika dhambi, nimeingia katika wokovu. Katika wokovu. Umeona, umeingia katika wokovu kupitia Kristo Yesu kutoa uhai wake, kumwaga damu yake, na baada ya hapo kutoa na uhai wake. Kumbuka ya kuwa watu wa Mungu, ilikuwa ni mulo iliyetakiwa iliwe wakati yule mwana kondoo wa Pasaka alipochinjwa. Lakini hata Yesu pia kuna mulo inatakiwa iliwe. Mulo gani? Meza ya Bwana inatakiwa iliwe wakati wa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni desturi ambayo tutakuwa tunafanya, meza ya Bwana. Ina maana ilitakiwa tuwe na meza ya Bwana leo, lakini utanisamehe kwa siku ya leo, lakini inatakiwa iwepo. Maana mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu, mwanakondoo wa Pasaka alipochinjwa, kumbuka ya kuwa sherehe ile ilikamilishwa kwa mambo ya kula. Lakini hata Pasaka ya Kristo, yeye alipoleta mbadala wa yule mwanakondoo, akaleta yeye ndio watu wa mle. Ina maana tunavyokuwa na mkate alafu tunaiombea, mkate huo unawakilisha mwili wa Kristo. Lakini divai inawakilisha nini? Inawakilisha damu ya Yesu. Ina maana mwili wake uliosulubishwa pale msalabani na damu yake iliyemwagika. Sema, katika damu ya Yesu iliyemwagika pale msalabani, mimi nimekombolewa. Katika damu ya Yesu iliyemwagika pale msalabani, mimi nimepata kuondolewa dhambi. Umeona kinachofanyika?
yule mwanakondoo wa Pasaka sio tu eti wana wa Israeli walipata kuondoka kwenye utumwa, lakini pia kumbuka ya kuwa ilikuwa ni uponyaji kwao. Ndio maana watu wa Mungu, uponyaji ipo katika damu ya Yesu na mwili wa Kristo. Ndio maana watu wa Mungu, hakuna kitu ambacho kina maana sana kama ile meza ya Bwana. Ile meza ya Bwana ikiliwa kwa njia inayostahili, hata kama mtu ambaye anataka kufa akipewa kabisa, unaona anainuka juu, kama wakati wake wa kufa haijafika, anainuka juu, anatembea. Lakini sasa hivi watu wanaitumia tofauti. Watu wanaitumia tofauti, maana hawajakaa katika ile misingi. Maana hebu pata picha kwa mkate yenyewe inawakilisha mwili wa Kristo na divai inawakilisha damu ya Yesu, lakini damu ambayo haikuwa na ila, mwili ambao haukuwa na ila. Ndio maana nimekuonyesha kuwa yule mwanakondoo alikuwa anakaguliwa siku 4, lakini katika ile wiki ya mwisho Yesu aliulizwa maswali mengi sana. Wakati wako soma kitabu cha Yohana sura ya 18-19 utaona, lakini ukienda kwenye Mathayo soma ile sura ya 22 utaona jinsi ambayo Yesu anapoingia pale Yerusalemu. Baadaye anaulizwa maswali, lakini maswali akajibu yote, lakini kila alipopita hapakuonekana ila yoyote, na maana hapakuonekana dhambi, akatoka clean sheet. Ndio maana yule wa mwisho aliyetakiwa kumhukumu hatimaye akaamua kunawa, lakini akamwambia kwa maana mimi sijaona mabaya, siwezi kumhukumu, basi chukueni mkafanye nini? Mkamsulubisha. Ndio maana wakamchukua wao wakaenda kumsulubisha. Wale waliomsulubisha Yesu ni wale ndugu yake. Wale waliemuuza Yusufu kwenda utumwani ni wale ndugu zake. Wale waliemtesa Yusufu ni wale ndugu zake. Wale waliemtesa Kristo ni wale ndugu zake. Lakini kumbuka watu wa Mungu, nasema hivi, hata wale ndugu zako wanayekutesa wewe, wao ndio njia yako ya kufikisha kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope mateso unayoteswa na ndugu zako. Saa nyingine tunalalamika kwa mimi bwana ninateswa sana, lakini mbona kuteswa ndio imekufanya umjue Mungu? Mbona kuteswa kwako ndio imefanya umjue Mungu? Je, usingeteswa ungeenda kanisani? Kuna watu wengine ambao wakila chips na donut, hata kanisani anasikia kama bomba tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kinachotakiwa, unakula mkate ndio uende kanisani sana. Unakunywa chai na maziwa uende kanisani sana. Lakini kuna watu ambayo ukimwona kanisani amepinda kabisa, anatembea kana kwamba gari imekata center bolt. Wengi wanakwenda kanisani kutafuta msaada, lakini nasema hivi, unapotafuta msaada kanisani, unapopata msaada, huwezi ukakaa. Kumbuka ya kuwa msaada ni njia ya kukuleta kanisani, lakini kanisa ni njia sasa hivi ya kufikisha watu katika ile hatima njema ambayo Mungu alikuwa amemwandalia mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, siku ya leo watu wengi wanasherekea kifo cha Yesu, lakini nenda kuona wanasherekea tu. Anasherekea kule bar, anasherekea kule guest, anasherekea kule kwenye matukano, anasherekea kule kwenye kula sana mpaka tumbo inavimba. Lakini natakiwa sherekee siku ya leo ukitathmini na kutafakari kile alichokifanya Bwana Yesu. Maana pasinge kuwepo kifo cha Yesu, wokovu ingekuwepo. Ndio maana kuna wakati mwingine wewe ukisikia habari za mauti unakasirika, lakini mtu wa Mungu, kumbuka ya kuwa kupitia mauti wa Kristo Yesu sisi tumekombolewa. Baada ya kufa kwake na kufufuka kwake, sisi ili tuokoke lazima tuamini ya kuwa Mungu Baba alimfufua Yesu Kristo kutoka mautini na kukiri katika vinywa vyetu ya kuwa Kristo ni Bwana. Hapo umekuwa umetimisha nini? Ile nia ya mtu anayetakiwa kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatusemi ya kuwa Yesu amekufa leo. Ni sana wewe unasherekea birthday yako. Ina maana ni unakumbuka siku ambayo ulizaliwa, lakini miaka mingi iliyopita. Lakini je, tuisherekeje siku ya leo? Wengine wanasema kwa Bwana Yesu alikufa siku Bwana kuna kula nyama Bwana. Wapi imeandikwa? Wapi imeandikwa?
wengine wanaongea mambo mengi, lakini nasema hivi, pata picha kuwa siku ya leo ni siku muhimu sana, maana tumekumbuka na kuona jinsi ambao Yesu alichukua nafasi ya mwanakondoo. Pata picha kuwa mwanakondoo alikuwa anapoteza maisha yake kwa ajili ya mwanadamu, lakini ilikuwa ni kwa muda tu, lakini ilitakiwa iwepo jambo la kudumu. Ndiyo maana Yesu alipochukua nafasi ya yule mwanakondoo wa Pasaka na kutoa uhai wake, hakuhitaji kutoa uhai wake tena. Ndiyo maana sikudanganya mtu, Yesu arudi tena kwenda msalabani, Yesu arudi tena kukomboa mwanadamu. Yesu anarudi kama mtawala, Yesu anarudi kuchukua mavuno, Yesu anarudi kunyakua wanadamu, Yesu anarudi kwenye unyakuo. Lakini kama unadhani ya kuwa Yesu atarudi kutoa uhai wake tena, alisema mwenyewe pale msalabani ya kuwa imekwisha. Yani kazi alishaikamilisha. Kazi iliyobaki ni mimi na wewe kuishi maisha matakatifu na kuongoza wengine nao kufikia toba ya kweli. Maana watu wa Mungu kwa sasa hivi ni injili inayotakiwa tupeleke, lakini injili sasa hivi imefichwa na mambo mengi. Wengi wameificha injili kwa kusema ya kuwa hakika yake injili sio kwa ajili ya watu wote. Injili ni kwa ajili ya watu wote. Torati ilikuwa ni kwa ajili ya kabila moja ama taifa moja, lakini injili ni kwa ajili ya mataifa yote. Watu wa Mungu ni saa ya injili. Wengine wanarukaruka. Ukitaka kujua wanayesherehekea sana hii siku ya Pasaka ni watu ambaye hawamjui Mungu. Sasa mtu anasema, bwana mimi naenda Pasaka, bwana naenda mkoani, lakini ukimuuliza hii Pasaka inawakilisha nini, hajui. Mji umebaki waji sasa hivi, watu wameshapanda. Tunajua sisi tunapandaga, wakupanda tumeshapanda. Lakini sasa unapopanda unaenda kijijini, unakwenda kufanya mabaya, wakati ni kumbukumbu ya Yesu Kristo kutuokoa, Yesu kufanya muunganiko ya kutuunganisha na Mungu Baba. Ninasema ya kuwa Yesu hajafa leo, Yesu alishakufa na Yesu anatarajia kurudi siku sio nyingi. Ndio maana watu wa Mungu, wokovu wako ikoje? Leo ni siku ya kufanya wokovu wako iwe mpya. Na kama kuna tatizo lolote iliyeshindikana, basi siku ya leo katika Pasaka hii, Bwana leo aondoe mabaya yote, aondoe balaa zote. Kama kuna chochote kilichokutesa, maana katika ile damu ya Yesu ilitukomboa. Hebu nikuonyeshe jinsi ambayo damu ya Yesu ilitenda kazi. Yesu alimwaga damu katika maeneo 7. Sema Yesu alimwaga damu. Yesu alimwaga damu katika maeneo 7 ya mwili wake. Watu wa Mungu, Yesu damu ilimwagika kutoka katika maeneo 7 ya mwili wa Kristo, lakini kila eneo ilikuwa na umuhimu wake. Mimi nitakutajia alafu nitaomba na damu iliyomwagika kupitia kila sehemu, ili leo upate kukombolewa katika ulimwengu wa kiroho na udhihirisho uwepo katika ulimwengu wa kawaida. Sehemu ya kwanza ambayo Yesu damu ilitoka, ilikuwa ni pale ambayo alicharazwa mijeredi 39 kwenye mgongo wake. Sehemu ya kwanza ni mgongoni. Mijeredi 39 umuhimu wake ni nini? Inaaminika ya kuwa pana magonjwa 39. Ndio maana unapoomba kwa ajili ya kushinda ugonjwa wa aina yoyote, unahitaji kutumia damu iliyomwagika kutoka katika mgongo wa Yesu alipocharazwa mijeredi 39. Bwana Yesu asifiwe. Hii 39 ilitokea wapi? 39 ilitokea katika vazi. Yesu alikuwa na kivazi aliyekuwa anaiweka katika bega lake. Vazi hilo alikuwa akitaka kuomba ama kusoma gombo, alikuwa analifunika uso wake. Kiingereza inaitwa tassel. Hii ni vazi ambayo ina pembe 4. Ilikuwa na rangi ya bluu na rangi nyeupe. Hii vazi ndio vazi ambayo yule mwanamke aliyetokwa na damu aligusa akapata kupona. Vazi hilo ni vazi muhimu sana kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli, ukisoma katika Hesabu kwa wakati wako 15,
ambao ukimaliza utaona Mungu alisema ya kuwa wana wa Israeli watatambulika kupitia nini? Kupitia vazi hilo. Wababa wote na wamama walikuwa na vazi hilo, na hata sasa hivi Wayahudi wanapokwenda kuomba lazima wafunike vichwa vyao. Anaitanda katika kichwa hapa hivi, umeona, inafunika, lakini ina pembe 4, lakini mwishoni huku ina viusungi ambao vimefungwa upande wa kulia, kushoto na pembe zote 4. Sasa hivyo viusungi ukivihesabu kwenye pembe zote zilikuwa zinafika 39. Ndio maana ilikuwa inaaminika ya kuwa hivyo visungi vilikuwa vinawakilisha adhabu. Ndio maana swala la fimbo aliyekuwa na chapwa mtu aliyetenda kosa ilikuwa ni fimbo 39, ikiwakilisha vile visungi vilivyokuwa pembeni vya vazi hilo. Nitaitafuta hilo vazi ili nikuletee hapa upate kuiona nitakapofika kwenye kitabu cha Hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa damu iliyotoka katika mgongo wa Yesu, hii ni damu iliyoondoa ama iliyochukua magonjwa yote. Unaposikia kichwa kinakuuma, unasema ya kuwa katika unatubu, kisha tubu, maana usiende mbele za Mungu ukiwa wewe sio msafi. Alafu unasema katika ile damu iliyomwagika kutoka katika mgongo wa Yesu walipomcharaza mijeredi 39, ni damu inayeondoa magonjwa yote. Nami katika jina la Yesu natumia damu hiyo kuondoa kichwa kinachouma kwa jina la Yesu. Unapotaja hivyo, bila shaka unaondoa mgonjwa, lakini inaaminika kuwa wanasema kuwa yapo magonjwa 39 ambayo kila mijeredi iliwakilisha kila ugonjwa. Ndio maana sehemu ya kwanza ni mgongo wa Yesu. Sehemu ya pili pale ambapo akawekewa taji la miba. Alipowekewa taji la miba, bila shaka damu ilitoka kichwani. Lakini mtu wa Mungu, pata picha, miba inawakilisha nini? Mara ya kwanza tulipoona miba, tunaona miba kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3, pale ambapo Mungu anailani ardhi. Mungu alipoilani ardhi kwa ajili ya Adamu, basi matokeo ardhi ikamtolea damu, michongoma na miba. Sema, matokeo ya dhambi ni miba. Miba haikuumbwa siku ile ya uumbaji, siku ya 3 ambayo Mungu alisema ya kuwa maji na yakusanyike mahala pamoja ili paonekane pakavu. Baada ya kuonekana pakavu, akaliita pakavu nchi, akaita makusanyiko ya maji bahari. Lakini akaamrisha pakavu patoe nini? Katoe miche ama mimea. Lakini katika mimea Mungu akasema kuwa itoe mbegu kwa jinsi yake. Na maana kila mmea ilifanya nini? Iliumbwa kwa jinsi yake. Lakini kama unavyojua michongoma na miba haiko katika jinsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukaona miba mara ya kwanza pale katika laana. Ndio maana walipomwekea Yesu taji la miba, hiyo iliwakilisha nini? Iliwakilisha ondoleo la laana. Ndio maana ile damu iliyotoka kichwani mwa Yesu alipowekewa taji la miba, hiyo damu unaitumia kushinda laana zote. Unasema, katika damu ya Yesu iliyotoka kichwani mwake, nami naitumia kushinda laana zote. Maana imeandikwa ya kuwa Mungu akailani ardhi kwa ajili ya Adamu, nao ikamtolea michongoma na miba kama ishara ya laana. Ndio maana mtu wa Mungu, sehemu ya pili ni kichwani mwa Yesu alipowekewa taji la miba. Kwa nini awekewe taji la miba? Kwa nini akuchukua tu taji apewe, awekewe? Akawekewa taji la miba, maana kila kitu katika Bwana inayo maana yake. Ndio maana hakuna kitu kinachokuja hata katika maisha yako kwa bahati mbaya. Hakuna kinachokuja kwa bahati mbaya. Hata kulaumu kwako sio bahati mbaya. Hata kuteswa kwako sio bahati mbaya. Hata kuumwa sio bahati mbaya. Kuna wengine ili waende kanisani mara ya kwanza ilibidi waumwe, watibiwe, ikashindikana. Kuna wengine ambaye kama isingekuwa ni ule ugonjwa ulioshindikana kwa madaktari, asingekwenda kanisani. Lakini
Alipoenda kanisani akajua neno la Mungu, akapona. Nini? Hiyo ilikuwa ni mpango wa Mungu ili upate kufika kanisani. Hakuna kitu kinachokuja kwa bahati mbaya. Kuna vitu vingine ambao vinakuja kwa bahati, unaona bahati mbaya, lakini mpango maalum. Hebu nikuulize, swala la Yusufu kuchukiwa na ndugu zake ilikuwa bahati mbaya? Swala la Yusufu kuchukiwa na ndugu zake, wanamwambia eti wewe utatutawala wewe. Na hivi ndoto vyako eti unaota ndoto eti wewe miganda yetu na inamea miganda yako. Eti sisi nyota 11 sisi tunakuinamia wewe, utatutawala wewe. Ile ilikuwa ni bahati mbaya. Ile ilikuwa ni mpango maalum kutoka kwa Mungu. Lakini kumbuka ya kuwa Mungu kutekeleza mambo mabaya hatumii watu wazuri. Mambo mabaya ndio maana tutakapokwenda kwenye vitabu vya Wafalme, utaona Mungu akiuliza kuwa ni mtume nani aende akamdanganye Ahabu akwe aende Gileadi ili unabii wa Eliya ipate kutimia. Pepo likasema nitume mimi. Hapo ndipo sehemu ambayo Bwana aliongea na pepo. Bwana akamuuliza, utakwendaje? Akasema mimi nitageuka na kuwa pepo la uongo, nitavaa wale manabii wake, watamdanganya kwa kwea. Ni kweli yule pepo aliingia wale wakina Zedekia, wale waliyekuwa ni manabii wa Baali, wale waliyekuwa na Ahabu, na bila shaka walipomdanganya Ahabu alipokwenda kule Gileadi, bila shaka akatokea mtu mmoja akavuta upinde wa kubatisha, na katika maungio ile mishale ikampata vizuri sana, naye akafa. Bwana Yesu asifiwe. So hakuna kitu kinachokuja kwa bahati mbaya. Hakuna kitu kinachokuja kwa bahati mbaya katika maisha yako. It is calculated, not uncalculated. It is not only a calculation but a divine calculation. Wacha nikwambie, mimi nilienda kanisani nalia machozi. Nakumbuka nilienda kanisani nalia machozi. Ukiona mtu mzima analia, jua mambo yameharibika. Ukiona mtu mzima anatoa machozi mbele ya watu, jua pameumana. Jua kama ni kubuma pamebuma. Nilienda kanisani mimi nalia. Lakini hebu nikuchekeshe. Wenye nguvu wote wa kiroho walishindwa kunipeleka kanisani. Mimi ni mlevi aliyenipeleka kanisani. Wenye nguvu ya kiroho wote nilikuwa naambia sidanganyiki mimi. Hadanganyiki mtu hapa. Nilikuwa ni mwendaji kanisani mzuri sana. Tena nilikuwa naenda kwenye ile ibada ya Kiingereza, inaanza saa 12, inaitwa International Service. Saa 1 imeshamaliza. Wafanyabiashara walikuwa wanaitwa kwa Business Women and Men Service. Saa 1 Jumapili tumeshamaliza ibada. Wengine wanajiandaa kwenda ibadani saa 2, mimi nimesharudi. Lakini nilikuwa mimi ni mtu anayekwenda kwenye ibada tu, lakini kirudi mambo yale ndio natenda. Lakini pata picha kwa, hebu mtu wa Mungu usiwe kama nilivyokuwa, maana ile ilifanya niishie vibaya mno. Unapokaa hapa jitahidi, maana wewe umetambua kazi aliyefanya Yesu miaka 2017 iliyopita. Sasa kinachotakiwa wewe, badilisha maisha yako, mpe Yesu maisha yako, akae ndani yako, ili sasa hatima yako itimie. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, sasa ina maana hatima yangu hii itabadilika? Bila shaka itabadilika. Lakini yawezekana ikabadilika ukajikuta umetoa pale Segerea gerezani. Yawezekana safari yako ikaanzia gerezani. Safari ya Yusufu ilianzia kwenye birika isiyokuwa na maji, kisima isiyokuwa na maji. Baba yake akamwambia, pelekea ndugu zako chakula, uniletee na taarifa zao, unijulie hali jinsi wanavyoendelea. Walipomwona akitoka mbali akasema, mtoto anakuja, leo ndio nafasi yetu ya kummaliza, ili tuone ndoto zake zinatimia wapi. Kilichofuata, akamvua vazi lake, akasema tufanye nini? Tumue.
Ruben akasema msimuue, damu yake itakuwa juu yenu, mtupeni kwenye birika afe mwenyewe. Katupwa pale Ruben akiwa na mpango ya kuwa atazunguka aje amchukue mpelekee baba yake. Lakini kosa aliyefanya ni kutokuwepo pale. Walipokaa chini wanapata msosi ambayo ameleta yule. Hebu pata picha kuwa walikuwa watu wao hawana huruma. Watu wa Mungu yani ghadhabu yako iwe na huruma. Mtu amekuletea chakula na kula, alafu wewe unamtupa kwenye shimo afe. Hivi ndivyo ghadhabu za watu wa Mungu na hasira zao hazina huruma. Wewe unapotaka kusema eti mchawi afe, mtu yote afe. Yakobo alisema kuwa silaha ya Simeoni na Lawi ilikuwa ni silaha yenye nini? Yenye jeuri, isiyokuwa na nini? Na huruma. Hasira yako na mabaya uliyotendewa iwe na huruma ya Mungu. Nasema hivi, safari ya Yusufu ikaanzia pale kwenye kutupwa kwenye shimo, lakini Yuda akainua macho akaona Waishmaelia wafanyabiashara, naye akasema kuwa tumuuze kwa wale wafanyabiashara. Kumbuka ya kuwa ulikuwa ukiuzwa, imetoka, maana huwezi kurudi kwenu tena. Wewe milele, wewe ni mtumwa, na watoto wako ni watumwa, na kila kitu kinachogusa ni mtumwa, na mke wako ni mtumwa, na wajukuu wako watakuwa ni watumwa. Ndio maana yule Eliazari alikuwa ni mwana wa mtumwa wa Ibrahim, na watoto wa Eliazari walikuwa ni watumwa wa Ibrahim, na wajukuu wa Eliazari walikuwa ni watumwa wa Ibrahim. Ndio maana nyumbani mwa Ibrahim ikawepo watu zaidi ya 300. Bwana Yesu asifiwe. Sasa safari ikatoka pale kwenye shimo ikaenda Misri. Safari ikatua nyumba ya Potifa pale eti Mungu alikuwa pamoja naye. Umejua kuna wakati mwingine ukisoma Biblia unajifunza sana, kwa sababu eti Mungu alikuwa naye katika shimo. Ndio maana kwa kuuawa Mungu yuko nawe kwenye mateso, naye teswa na ndugu zako. Hawakumua kwa sababu alikuwa na Mungu. Asingekuwa na Mungu wangemua. Wewe kuwa na Mungu, hata kama wanapanga mabaya hauwezi kukua, maana utakuwa una Mungu. Lakini kama umemwacha Mungu, wamama, kama utamwacha Mungu kwenye dressing table asubuhi ukienda kazini, maana wamama bila shaka safari yetu ya mwisho inatokana kwenye dressing table, si ndio? Pale kwenye dressing table ambayo unafanya makeup. Usifanye makeup alafu usahau kumwambia Bwana tuondoke wote. Kuna wakati mama anafanya makeup kwenye dressing table alafu anashinda kupiga magoti na kumwambia Bwana twende wote kazini. Anamwacha Bwana kule chumbani, yeye anachukua makeup anaweka kwenye joto alafu anachapa lapa. Watu wa Mungu, hiyo ni kosa la hatari. Lazima uende magotini. Unapokwenda magotini unamwambia Bwana, sasa ninapoanza safari yangu ya kwenda kazini, Baba twende pamoja nawe popote niendapo Bwana. Ndio maana mimi kama kuna kitu ambacho siwezi kufanya, kutomwambia Bwana, kutoangalia kwa ni naye Bwana. Lazima tuwe na Bwana. Najua kabisa hata kama nikiingia sehemu yote ya hatari nikiwa na Bwana mimi nitatoka. Lakini unapokwenda popote pasipokuwa na Bwana huwezi ukatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu anapoanza kula mkate na kunenepa, tayari mke wa Potifa anamwambia kijana usifanye mchezo. Unakula hapa mkate wangu, usicheze. Kula mkate wako, si mimi sinatumika. Mama huyu akawa ni mbwa mkali kwake Yusufu. Jaribu kila siku. Lakini Mungu alikuwa na Yusufu, ndio maana alishinda jaribu. Asingekuwa na Mungu, Yusufu asingeshinda jaribu. Asipokuwa na Mungu, jaribu ikija kwako itakuua. Ndio maana majaribu mengi yamekuwa yakitesa watu mpaka wanaishia kufikia pabaya zaidi, kwa sababu hawana Mungu. Yesu alipoenda kujaribiwa alikuwa amefurika, amejaa Roho Mtakatifu. Ametoka kubatizwa akapanda juu, amejaa Roho Mtakatifu. Anakwenda kujaribiwa, amejaa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nawe unapokwenda katika majaribu yako uwe pamoja na Mungu. Pata picha kuwa pamoja na Mungu kuwa na Yusufu. Mungu aliruhusu Yusufu asingiziwe. Pata picha, bora angefungwa Yusufu amefanya kosa, lakini Yusufu alisingiziwa na yule Zulaifa aliyekuwa ni mke wa Potifa. Lakini Yusufu anaenda na kaa gerezani zaidi ya miaka 2, yuko gerezani.
Eti na kule gerezani Bwana alikuwa pamoja naye akachaguliwa kuwa kiongozi. Bwana awe pamoja nawe popote utakapokwenda kwa jina la Yesu. Amen. Bwana awe ni sehemu ya maisha yako uingiapo na utokapo, na Bwana akulinde kwa jina la Yesu. Amen. Sasa watu wa Mungu, yawezekana ikawa ni mabadiliko katika maisha yako kuanzia leo, lakini Injili haisemi ya kuwa Mungu ataturuhusu tuingie katika majaribu. Hii ni fundisho ambayo imepiga watu wengi chenga. Fundisho iliyebaki sasa hivi ni pokea. Unapokea, umefanya nini upokee? You want to receive, what have you done? You want to harvest where you have not planted, which is totally wrong. You have to do something so that you can be blessed. Without doing something, forget receiving the blessings from God's kingdom. Pasipo kutenda jambo lolote kwenye maisha yako huwezi kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, sasa mimi nitatenda nini? Mimi sio mtumishi, wewe ni mtumishi. Vyakula vile unavyovimwagaga, ambao kwa familia yako wanapika wali kilo 2, mnakula robo, inabaki mnamwaga. Yani weka kipimo kizuri, kinachobaki saidie yule jirani asiyekuwa na chakula. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayo viatu pea nyingi, yule jirani yako kila siku anavaa viatu pea moja mpaka amepewa jina na viatu. Yule baba anavaa viatu rangi fulani, huyo bariki na viatu. Kuna vingine ambao hata uvivai unapea zaidi ya 50. Bariki yule baba anapea 3 ama 4. Je, hajamshukuru Mungu? The way you are, sometimes it is somebody's dream. Sasa ingine jinsi ulivyovaa ni ndoto ya mtu, anasema Mungu nibariki na mimi nivae kama yule kaka anavaa koti. Kuna mtu hajawahi kuvaa koti. Kuna mtu hajawahi kuvaa viatu. Mimi tangu utotoni mwangu kumiliki viatu, nilikuja kumiliki viatu nikienda kwa mwana. Nasema hivyo watu wa Mungu, tunasherekea kazi nzuri aliyefanya Kristo Yesu. Maana asingekufa Kristo Yesu, yamkini mimi na wewe tusingekaa hapa tukisikia maneno haya yanayotoka mbinguni. Lakini kukaa kwetu hapa ni kwa ajili ya kitendo ambacho leo ni kumbukumbu yake. Hebu nisikie makofi kwa ajili ya Kristo kwa mambo makubwa aliyofanya kwenye maisha yetu. Labda hayo alikuwa ni kwanza. Hebu nisikie sasa ya Kristo na vigelegele. Hebu mshike mwenzako mkono alafu muulize, huyu Kristo amekufaje kwenye ulimwengu wa kiroho kwenye maisha yako siku ya leo? Amekufa kwa kufanya mabaya yote yaliyekuwa yanakutesa yaondoke. Amekufa kwa kufanya zile tabia zote zilizokuwa zimekushinda kuziacha ziondoke kwa jina la Yesu. Kristo afe katika maisha yako kwa kufanya ile tabia iliyokuwa imekuwa ni sugu kwako, tabia mbaya, iondoke kwa jina la Yesu. Kristo amekufa katika maisha yako kiroho, na mabaya yote kuanzia leo isiwe sehemu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka unaposherehekea Pasaka hii, pata picha kuwa ni upendo wa namna gani hata mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya kuwaokoa wengine. Usile Pasaka mwenyewe. Tazama mtu asiyekuwa na uwezo, usisite kumpa hata shilingi 3,000 anunue nyama robo ale. Hata usisite kumchotea, hata kama ni kwenye kikombe mchele akapike. Bwana Yesu asifiwe. Hebu Yesu tukumbuke kifo cha Kristo Yesu kwa kugusa maisha ya watu wengine, lakini na tukibadilisha tabia zetu, maana bila shaka kuna udhibitisho ya kuwa kweli wewe ulikombolewa na yule aliyechukua nafasi
ya kondoo aliyekuwa anamwagwa damu yake badala ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla mimi sijaomba? Nataka niombe na mtu mmoja. Sehemu nilisema sehemu ya pili ilikuwa ni kichwa. Sehemu ya tatu ambayo Yesu alimwaga damu ni mkono wa kushoto. Sehemu ya 4 ni mkono wa kulia. Sasa damu iliyomwagwa kutoka katika mkono wa Yesu inatupa mamlaka ya kuweka mikono juu ya watu na mabaya kuondoka. Ndio maana unaona bila shaka kama mtu anajisikia vibaya unakuta anawekewa mkono. So inawakilisha mkono wako, inawakilisha mkono wa Kristo Yesu. Mwili wako inawakilisha mwili wa Kristo Yesu, maana mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana ya kale amepita, ya sasa amekuwa mapya, na sio mtu anayeishi bali Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So mkono huo ni kwa ajili ya kuweka juu ya watu na wao kupata kuokolewa ama kuondolewa katika mabaya. Sehemu ya 5 ni mguu wa kushoto. Sehemu ya 6 ni mguu wa kulia. Damu iliyomwagwa kutoka katika mguu wa Yesu inatupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na ila zote za adui shetani, wala hakuna kitakacho tudhuru. Imetokea imetegwa mtego njiani, ukaenda ukaruka umekanyaga, bila shaka katika damu ya Yesu iliyomwagwa kutoka katika mguu wake inakupa mamlaka ya mabaya kutokupata. Lakini ni mtu tu aliyopo ndani ya Kristo na Kristo kuwepo ndani yake. Kristo anakuwaje ndani yake? Imeandikwa, neno langu likae ndani yenu kwa wingi, na neno langu likikaa ndani yenu kwa wingi, basi mimi nitakuwa nakaa ndani yenu. Ina maana neno ni Mungu na Mungu ni neno, na neno ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu inayowakilisha Mungu Mwana. Sasa neno likiwa ndani yako, basi ina maana sio wewe unaishi bali Kristo. Lakini kama ni Kristo, basi mguu wako inabeba alama za msumari. Ina maana kile utakachokigusa na mguu wako, hata kama ni mtego, bali hakuna kibaya kitakachokutenda. Sehemu ya 7 na ya mwisho ni kwenye ubavu. Yesu alipokufa, bila shaka ilikuwa ni siku ya Ijumaa na ilikuwa inaelekea siku ya Sabato. Kama unavyojua, niliwahi kusema hivi, Wayahudi siku yao ilikuwa inaanza jioni. Ndiyo maana jua inavyozama siku ya Ijumaa, pale pale Sabato ilikuwa inaanza jua inavyozama. Lakini ilikuwa inaenda mpaka siku ya Jumamosi jua inavyozama. Ina maana sasa ilitakiwa mwili wa Kristo na wale wawili wezi ambao alisulubishwa nao iondolewe msalabani kabla jua haijafanya nini? Ijazama. Maana jua ingezama mwili huo, hiyo miili ikiwepo msalabani, ina maana ingekuwa ni siku ya Sabato, wasingeruhusiwa watu wote kuwagusa mpaka kesho yake jua ingekuwa imefanya nini? Imezama. So siku ya Wayahudi inaanza jua inavyozama na inaisha siku jua inavyozama. Ndio maana Yesu alipofanya nini? Yesu alipokula Pasaka siku ya Alhamisi baada ya jua kuzama, Yesu alikula Pasaka siku ya Ijumaa. Maana Ijumaa ilianza siku ya Alhamisi jua ilipokuwa imezama na ikaenda mpaka siku ya Ijumaa jua ilipofanya nini? Ilipozama. Nione mtu mmoja akipunga akisema asante Bwana, maana nimeelewa. Na ndio maana mara nyingi watu wengi wanahesabu hivi. Ukihesabu Yesu alikufa saa 9 siku ya Ijumaa, ukihesabu vizuri, kuna watu wengine wanasema kwa sasa mbona alikufuka mapema Jumapili, inakuwaje amemaliza siku 3? Alimaliza hivi siku 3 kule kaburini. Yesu alikufa saa 9 siku ya Ijumaa.
hiyo ilikuwa ni Ijumaa, maana Ijumaa iliisha hiyo Ijumaa jua ilipokuwa inafanya nini? Inazama. Lakini jua ilipokuwa inazama ikaanza siku ya Jumamosi mpaka Jumamosi jua ilipokuwa inazama ikawa siku ya pili. Lakini jua ilipozama siku ya Jumamosi, ina maana Jumapili ikawa imeanza mpaka siku ya Jumapili jua ilipokuwa inazama. So ina maana jua ilipozama siku ya Jumamosi, tayari Jumapili ikawa imefanya nini? Imeanza, na ikawa ni siku ngapi? Ikawa ni siku 3. Ni vizuri kuelewa na kupata kuweza kuhesabu na kuelewa. Damu ile ambayo ilitoka katika ubavu wake baada ya kufa, ina maana wale wakasema hivi, wakaenda kuangalia kama Yesu amekufa, wakakuta Yesu amekufa kweli. Lakini walipoangalia wale wezi wakakuta wajafa. So wale walikatwa miguu yao. Ilikuwa inakatwa miguu ili mtu damu ichirizike haraka, afe haraka, apate kushushwa msalabani kabla ya siku ya Sabato kufika. Sasa kilichofuata nini? Yesu akagundua ameshakufa. Na pia kumbuka ya kuwa yule mwanakondoo wa Pasaka alipokuwa analiwa, hakuruhusiwa mtu kuvunja mifupa. Maana angevunjwa mifupa basi na Yesu ingebidi avunjwe mifupa ya miguu yake. Sasa kinachofanyika, Yesu naye hakukatwa mifupa ya miguu, maana yeye alikutwa ameshakufa. Lakini kwa alichofanya ni nini? Moja kati ya wale walinzi wakachukua mkuki, wakachoma kwenye ubavu wake, ikatoka damu na maji, ambayo hiyo damu na maji iliyotoka baada ya kifo cha Yesu, hiyo ndio tunayotumia kushinda mauti. Unapoona roho ya mauti na kutafuta, basi unatakiwa useme ya kuwa katika damu ya Yesu iliyomwagika kutoka katika ubavu wake alipochomwa na mkuki baada ya kufa, ni damu inayonipa mamlaka ya kushinda mauti kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nani ameelewa maeneo 7 damu iliyomwagika katika maisha ya Yesu na anaweza kutumia yeye mwenyewe? Nione mkono juu. Hebu tupigie tena Bwana makofi kwa kusema asante Yesu. Nataka niombe basi, kama kuna mtu mwenye swali la haraka kabla natakuomba. Nataka niombe, nataka uinuke juu. Nataka uinuke juu. Just stand up. Inuka juu kwa kumheshimu yeye aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu, na hata tumekuwepo jioni ya leo hapa. Kama isingekuwa ni yeye, usingeweza kufika muda huu. Maana ni wengi walitamani wafike muda huu. Watu wa Mungu, acha nikwambie kwa nini imeandikwa tumshukuru Bwana katika kila jambo. Kwa sasa hivi kuna mtu mwingine yuko hospitalini, yeye anapumulia mashini ya oxygen. Kuna mtu mwingine ambaye hana hata hamu ya kula, hawezi kula. Kuna mtu mwingine hata kwenda tu haja ndogo ameshindwa na haja kubwa. So watu wa Mungu, tuna kila sababu ya kumtukuza Bwana. Sema na kila sababu ya kumshukuru Mungu. Sema Baba, ninakushukuru kwa wema wako na utukufu wako, kwa matendo makuu uliyetenda juu yangu. Ulitoa maisha yako miaka 2017 iliyopita kwa ajili yangu, ukutenda dhambi. Mimi ndio nimetenda dhambi, lakini dhambi zangu zilikusulubisha. Asante Bwana Yesu, maana nimetambua kazi kubwa uliyetenda katika maisha yangu. Niko tayari Bwana kuenda pamoja nawe, uwe pamoja nami niendapo popote Baba, kwa jina la Yesu. Na damu yako iliyomwagika kutoka kichwani mwako ulivyowekewa taji la miiba, iondoe laana zote kwenye maisha yangu. Damu iliyomwagika kutoka kwenye mgongo wako ulivyocharazwa mijeredi 39, hiyo damu iondoe magonjwa yote. Magonjwa 39 yanayesumbua wanadamu yaondolewe katika maisha yangu na familia yangu kwa damu ya Yesu. Maana siku kama leo
miaka mingi iliyopita ulimwaga damu kutoka katika mgongo wako. Damu yako iliyotoka kwenye mikono yako ni damu inayonipa mamlaka ya kuweka mikono juu ya wagonjwa na wenye matatizo, na hayo matatizo kuondoka. Na imeandikwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa yamekuwa mapya. Na sio mimi ninayeishi, bali Kristo. Nachukua jukumu na kuweka mkono wangu kichwani mwangu. Kuanzia leo, mabaya yote yaondoke katika mwili wangu, katika mwili wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na damu iliyomwagika kutoka katika mguu wako, ewe Bwana Yesu, inanipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge pasipo kupata mabaya. Mitego yote iliyotegwa nikaruka, ama kukanyaga, ama kukanyaga, ama kukanyaga. Mitego yote iliyotegwa ama ndotoni nikakakanyaga kwa damu ya Yesu, ikaninasa na mabaya yote yanatokana na vyote vilivyotegwa. Na miguu yangu ikagusa mitego, ile damu ya Yesu iliyotoka miguuni pake initakaze, initoe kwenye mitego yote, kwenye mitego yote, na kila nyoka na inge iliyenidhuru ama ndotoni ama penye ulimwengu wa kawaida, kwa damu hiyo inashinda mabaya yote. Kila nyoka iliyenigonga ama ndotoni, kwa jina la Yesu ninaondoa mabaya hayo yote kwa damu hiyo iliyomwagika kutoka katika mguu wa Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na damu iliyomwagika kutoka ubavuni mwa Yesu baada ya Yesu kufa, na moja kati ya walinzi kuchukua mkuki na kuchoma kwenye ubavu wa Yesu, ikatoka maji na damu. Baba wa rehema, iko mauti iliyepangwa juu yangu katika mwaka huu na katika mwezi huu, ama mimi ama wanafamilia yangu, kupitia damu hiyo inashinda mauti yote kwa jina la Yesu. Nashinda mauti yote, roho ya mauti kwenye mapato yangu kwa jina la Yesu. Roho ya mauti kwenye nyota yangu, roho ya mauti kwenye mikono yangu, roho ya mauti kwenye hatua zangu, inashinda mauti, kila mauti kwenye uzao wangu, kwenye tumbo langu la uzazi kwa jina la Yesu. Mauti kwenye familia yangu, mauti kwenye ukoo wangu, mauti inayechukua wanafamilia na wanaukoo. Kila mwaka Bwana utazama mtu mmoja anayesimama na neno lake ili apate kutimiza. Kwa damu ya Yesu inasimama kwa niaba ya nyumba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya ukoo wangu, na kupitia damu ya Yesu na maji yaliyotoka ubavuni ninatumia kufuta kila mauti, roho ya kuzaa mapoza, kwa jina la Yesu. Mimi nitaishi miaka mingi nipate kuyasimulia matendo makuu Bwana aliyetenda kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
Kwa damu ya Yesu ninaanza upya wokovu wangu kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Nyamaza niombe. Baba, natukuza jina lako kwa ajili ya siku ya leo, maana ni siku ya kukumbuka katika kitendo ulichotenda Baba wa rehema, maana ulitoa uhai wako kwa ajili ya wanadamu wote, maana yule mwanakondoo wa Pasaka alitoa uhai wake kwa ajili ya taifa moja, nayo ni taifa la Israeli. Lakini Baba wa rehema, wewe kama mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu ukamwaga damu katika maeneo 7, katika kichwa chako ulipowekewa taji la miba, katika mgongo wako ulipocharaza mijeledi 39, katika mikono yako ulipogongelewa msumari, katika miguu yako ulipogongelewa msumari, na katika ubavu wako ulipochomwa na mkuki. Baba mweza wa yote, natuma damu Baba wa rehema iende kwenye kila eneo la mtu huyu ama mtu yote anayetufuatilia duniani kote. Damu ya kichwani mwako Baba iliyotumika Baba kuondoa laana zote, ninafuta laana zote. Laana Baba kwenye ukoo wa mtu huyu, laana ya kuzaa mapoza, laana ya kufanya kazi kama tembo na kula kama mende, laana Baba ya kupata fedha nyingi na kutoona fedha inaenda wapi, laana Baba inayenyausha hadi mwili wake, laana iliyekamata mapato, laana iliyekamata kazi, laana iliyekamata uzao, laana iliyekamata Baba watoto wake, laana iliyekamata kazi yake. Anafanya kazi lakini aoni matokeo mazuri. Kuanzia leo Baba wa rehema, laana zote naondoa kwa damu iliyotoka kichwani, damu iliyotoka katika mgongo. Ni damu inayobeba magonjwa yote. Ninaagiza hiyo damu ipite kwenye mwili wa kila mmoja, na Baba kila mjeredi iliyebeba kila ugonjwa, ninaagiza kila ugonjwa iliyopo ndani yako idhirike na kutoka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu iliyotoka mgongoni, damu iliyotoka mgongoni. Magonjwa yasiyoonekana, magonjwa katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida, magonjwa yaliyetumwa kama njia ya kufunga hatua zako na kuchukua fedha zako, magonjwa yaliyetumwa ili yakatishe hatima yako njema kabla haijatimia, kwa damu ya Yesu iliyotoka kwenye mgongo, natangaza ukombozi na kuondolewa kwa magonjwa yote katika jina la Yesu. Magonjwa ya ndotoni na magonjwa ya ulimwengu wa kawaida yameondolewa kwa damu ya Yesu, na katika damu iliyotoka katika mkono wa Yesu. Naagiza mkono wa Yesu iwe juu ya kichwa cha kila mmoja. Mkono uwe juu ya kichwa cha kila mmoja, mkono wa Kristo Yesu. Laana na mabaya yote, matatizo na balaa zote, nuksi zote, laana zote Baba, kusemwa vibaya, kuchukiwa, kutoonekana, kufunikwa kwa damu ya Yesu iliyotoka katika mkono wake aliyeweka kichwani mwako. Iondoe mabaya yote, ikomboe hatua zako na kibali chako kurejea. Damu iliyotoka katika mguu wa Yesu Kristo natumia kuondoa mitego yote, madhara ya mitego, vitu vilivyokanyaga kwenye ndoto na katika ulimwengu wa kawaida, vyote, nyoka na inge na wadudu wote Baba, na wanyama wote waliyemdhuru ndotoni na katika ulimwengu wa kawaida, na matokeo yake nafuta kwa damu hiyo kwa jina la Yesu. Nafuta kwa damu hiyo kwa jina la Yesu. Na Baba, kwa damu iliyotoka katika ubavu wako baada ya kuchomwa na mkuki ulipokufa, damu na maji Baba, mtoto anapozaliwa inatoka damu na maji Baba. Leo ni siku ya kuzaliwa upya kwa watu hawa. Hiyo damu iliyotoka katika ubavu wako na maji Baba, ninaagiza mauti iliyopangwa kwenye wiki hii, mwezi huu, mwaka huu na miaka yote kinyume na mapenzi yako Baba wa rehema. Nafunga mauti yote na kutoa mauti kwenye elimu yake, mauti kwenye kazi yake, mauti kwenye hatima yake, mauti kwenye account zake, mauti kwenye maendeleo yake, mauti kwenye njia zake zote. Kwa damu ya Yesu ninafunga mauti na kuyatoa kwa jina la Yesu. Matokeo yote ya mauti naondoa. Mauti ya kutoolewa, mauti ya kutoonekana, mauti iliyofunga nyota yako ipate kuishi tena. Na Baba, jinsi ambayo mtoto anapozaliwa natoka damu na maji, watu hawa wazaliwe sasa upya, uso wake na itakasike
ngozi yake na itakasike, mwili wake na itakasike, hatua zake na yatakasike, vibali vyake na virejesha kwa damu ya Yesu. Baba, njia zake zote azaliwe tena upya, baraka zake zijaliwe tena upya, mapato yake yazaliwe tena upya, ndoa yake na matarajio yake yazaliwe tena upya, elimu yake na matokeo yake yazaliwe tena upya. Na Baba, neno lako na huduma ndani yake izaliwe tena upya. Na Baba, sasa nakusanya mashetani wote kwa damu ya Yesu. Ninaziongoza na kuzituma kuzimu na kuzifungia siku ya 10 ya Bwana. Nafunga nguvu ya shetani inayofanya kazi katika anga la Tanzania, nchi na makusanyiko ya maji na duniani kote. Shetani na wakala wake wafyatwe mkia na wapishe injili ipate kuinuka tena. Ninafungua macho ya watu na kufungua masikio ya watu. Baba, shetani na wakala wake wanafundisha imani potofu na kujaribu kuificha injili, ninafunga mafundisho yao kwa jina la Yesu. Na Baba, uamsho tena kwenye nchi yetu, uamsho katika dunia yote. Na Baba, kila mmoja apokee baraka zako kwa sababu ya siku ya leo, kiroho na kimwili, na iwe ni mwanzo mpya Baba katika maisha ya wokovu na maisha ya kukutumikia wewe. Asante Baba, maana injili itapenya katika mitandao yote na kufikia watu, na katika jina la Yesu ninafunga milango yote iliyokuwa napenyeza mashambulizi, nikiwazungushia kutoa moto wa Roho Mtakatifu. Bwana, wewe ndio linde mji, usipolinda ulindoa kesha bure. Kuanzia leo Mungu amekukomboa. Mungu amekukomboa kwa jina la Yesu. Ewe nguvu uliyekuwa umemvaa, wewe ulionekana kwenye ndoto ukisukuma nyoka, kwa heri ya kuonana. Mabaya yote yasiwe sehemu ya maisha yake, na mtakaza na ukoo wake na familia yake, katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Maana ni mwanzo mpya. Maana ni mwanzo mpya katika maisha yako. Katika maisha yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Hebu nisikie makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Basi nakuomba kwa chini kwa muda kidogo kabla sijamaliza. Kesho nitaendelea kufundisha Pasaka kwa undani zaidi, na wiki mpaka wiki ijayo, maana iko pana sana. Nataka nifundishe alafu tuangalie kwenye Biblia watu walisherekeaje Pasaka. Lakini sisi je, kwa nini Yesu afanyike kuwa afikoman, yani kuwa ni mkate usiokuwa na chachu? Tutaona zaidi na bila shaka tutaangalia mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni wakati mwingine akutoa sadaka, na nitoke ndani